Chama yu mzima salama wa salimin, wala hajaumwa chochote. Ile kuchechema ni kutokana na uchovu wa hali ya mchezo, na ndio maana wachezaji wakimaliza mazoezi ama wakimaliza mechi huwa wanakwenda kwenye barafu kwa ajili ya kukul misuli na maumivu ya hapa na pale kuweza kuondoka. Kwa ni maumivu ya kawaida ambayo ameyapata, na baada pale wakapata barafu, kila mmoja akaendelea vizuri na hali yake. Kwa sasa yuko mapumziko, sijui yuko nchini hapa, sijui ameenda kwao Kigoma au amekwenda Zambia nyumbani kwao kwa zamani, I'm not very much sure, lakini tunaamini tutakaporejea Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 atakuwa yuko salama yeye na wenzie kuendelea na majukumu. Kwenye ligi zimesalia mechi 5 hadi sasa semaji, na mmepata mapumziko ya takriban wiki 2. Mnajipanga vipi kama timu kuhakikisha kwamba mnarejea kwa kishindo, kuona namna gani mnaenda kupambania ubingwa msimu huu? Kwa sasa tuko mapumziko na tumetoa mapumziko ya siku 7 kutoka tarehe 24 ya mwezi wa 5 mpaka tarehe 1 ya mwezi wa 6, ndipo tutarejea rasmi katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza kuendelea na mipango ya maandalizi kuelekea mechi 5 za mwisho. Tunaamini mapumziko haya yamekuja wakati mwafaka baada ya timu mbili la back to back na muda mrefu, wachezaji kuumia, wachezaji kuchoka. Kwa hiyo siku 7 hizi tunaamini zitawasaidia wachezaji kupumzika vizuri, lakini siku 9 za mazoezi zile zitasaidia vile vile wachezaji wetu kuweza kurecover na kupata pumzi mpya tutakaporejea katika ligi kuu ya NBC. Turejee tukiwa na ubora wa hali ya juu, twende tukamalizie ungwe hii ambayo tumebaki nayo. Malengo bado ni yale semaji mpaka sasa ubingwa. Malengo yetu sisi ni ubingwa, na hilo tunaliweka wazi kabisa. Kila mtu lazima afahamu malengo ya Simba Sports Club ni ubingwa wa ligi kuu ya NBC na ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB. Aidha tuchukue mataji yote mawili, na uwezo huo tunao na ubora huo tunao, au la tuchukue taji moja kati hayo mawili kama itashindikana kuchukua yote mawili. Na hiyo ndiyo falsafa yetu ambayo tumeshawaambia wachezaji wetu ya kwamba msimu huu kwa ubora wa timu tuliyokuwa nayo hatupaswi kumaliza bila kuwa na kikombe cha aina yeyote. Ni kama England tu, kila mtu atasherehekea chake. Manchester City wamefanya paredi lao la ubingwa wao, wameambatanisha na ubingwa wanawake, na Arsenal watafanya ubingwa wao, wataambatanisha na ubingwa wa Ulaya, na huku Tanzania ni hivyo hivyo. Simba Sports Club tutafanya sherehe yetu ya ubingwa wetu tukiambatanisha na ubingwa wa kombe la Muungano. Sasa paredi letu ubingwa wa NBC ama CRDB ama yote, tusubiri muda utawadia. Na wanawake na wenyewe tutapiga wote pamoja pale. Mnapishana tu kile semaji. Sisi bado hatuwezi kujinasibu kwamba tupo kileleni ama tunapishana kileleni, kwa sababu sisi tukikaa juu ya msimamo tunakuwa na advantage ya mchezo mmoja. Sasa hiyo huwezi kuihesabia kwa sisi watu wenye akili timamu, kwa sababu najua tu mpinzani wangu akicheza akishinda na anarudi kwenye eneo lake. Tutakuja kusherehekea kukaa kileleni kwa tofauti ya alama, ambapo muda si mrefu hilo linaweza likaja kufanyika. Kwa hiyo kwa sasa ni mpishano tu ambao sisi wala hautushtui wala hautufanyi tufurahi. Muda ukifika tutakaa kileleni ya ukweli kabisa, na mpaka parapanda lishuke lilie, ndo ninashuka hapo tena. Kila mmoja ashinde mechi zake. Unaona ile kila mmoja akishinda mechi zake? Kila mmoja ashinde mechi zake. Sisi wala hatuna mashaka. Sisi msimu huu mpaka hapa tumeridhika kabisa, kwa sababu timu yetu tumeiona ubora uliokuwa nao, na hata kama tunakosa ubingwa sio kwa sababu ya ubora wa mpinzani wetu ambaye amechukua ubingwa, ni kutokana na makosa yetu ambayo tumeyafanya katika baadhi ya mechi na dhulma za hapa na pale ambazo zimepelekea sisi kukosa huo ubingwa, ikiwemo ile mechi ya pale visiwani Zanzibar ambapo tulishinda
sana, mwamuzi msaidizi namba 1 akakataa goli letu. Lile goli lingekubaliwa, leo hii Simba angekuwa kileleni kwa pointi, kwa gepu la pointi moja. Yes. Kwa hiyo kama tunakosa ubingwa msimu huu ni kutokana na makosa yetu sisi wenyewe katika baadhi ya mechi za kina Pamba hawa wa kina Dodoma ambazo kiuhalisia hatukustahili kupoteza, lakini ndio ligi na ndio football. Kwa hiyo ni makosa yetu yanaweza kutukosesha ubingwa, lakini la pili ni dhulma ambayo tulifanyiwa na mwamuzi msaidizi namba 1 katika mechi ya Kariakoo Derby pale visiwani Zanzibar. Kwa hiyo hatuwezi kujilaumu sana. Ni tofauti na msimu uliopita. Tumekosa ubingwa kwa 6 mpinzani wetu. Kwa hiyo ukiangalia alichukua ubingwa kwa alama 4 zaidi, lakini hizo alama 4 zaidi 6 tumempa sisi Simba Sports Club. Hapo unaweza kukaa na kujilaumu ya kwamba haujafanya vizuri katika ligi ya msimu huu, lakini katika tumefanya kila kitu kwa ufasaha na usahihi. Timu yetu imekuwa ni bora sana, ushindani tumeutoa kiwango cha hali ya juu sana, na tumepoteza mechi ama pointi katika mechi ambazo hazizungumziki, hata aibu kuzungumza. Mtu kama Pamba hawezi kukunyima wewe alama 3, ni makosa yako mwenyewe, lakini vile vile dhuluma ambayo tumefanyiwa ile ndiyo ambayo inatufanya sisi mpaka sasa tuwe nafasi ya pili katika msimamo wa ligi. Kitaasisi hii ina maana kubwa sana kwa sababu Simba Queens, Simba Youth na Simba Senior Team ni taasisi moja ambayo ina reflection kwa kila upande. Simba Queens wakichukua ubingwa, yale mafanikio yao, ile miale ya mafanikio yao inakwenda kubusti senior team, inakwenda kubusti na vijana wetu chini ya umri wa miaka 20 ambao wapo kwenye hatua ya robo finali ya michuano yao. Kwa hiyo ni ushindi muhimu mno tunaotafuta kesho, na ubingwa muhimu mno tunaotafuta ili uende ukazalishe chachu na kiu ya mafanikio kule wakina Maema waone yes, senior team Simba Queens wamechukua ubingwa, na sisi hebu tupambane tusiangushe taasisi. Kule wakina Kapombe amuone Kapombe mwenzie wa Simba Queens huku Fate Dancer ya kwamba Kapombe mwenzangu mwenye hijabu ameshachukua ubingwa, acha na mimi nipambane kuongoza wenzangu kwenda kuchukua ubingwa. Kwa hiyo ina maana kubwa na inatoa hiyo reflection ya kwamba taasisi tunatakiwa kufanikiwa kwa sababu tayari wenzetu wamefanikiwa, na sisi ngoja tupambane tusiiangushe taasisi. Ni sawa na mtoto mmoja kwenye familia. Akifaulu mtoto mmoja ni rahisi na hawa wengine kuwaambukiza, kaka kafaulu, dada kafaulu, na wao wanaongeza bidii na juhudi.